Nikiwa katika viwanja vya Maubi tarehe 9 ya mwezi Mei 2025, raundi ya 24 ya PBZ Premier League, mechi kati ya Uhamiaji dhidi ya Mafunzo Sports Club ikitamatika kwa Mafunzo kuondoka na ushindi wa bao 1-0 ambalo limewarejesha kileleni mwa msimamo wa PBZ Premier League. Tuende tukawasikilize makocha na wachezaji wa pande zote mbili wakielezea kuhusu mchezo huo. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama. La pili, kwa mechi ilikuwa katika dakika 45 tuliweza kuwazuia wasiweze kutia goli, lakini pia na wao pia waliweza kutuzuia tusiweze kutia goli. Lakini katika second half tumeona mistake ambayo ilifanyika kwa upande wa defense, misunderstanding between center back, wameweza kumwacha mtu aende akafunge. Kwa hiyo ni mistake ambayo imefanywa. Kwa hiyo tunachukulia kwamba ni mistake ya kimpira. Bado tuna mechi, kwa hiyo tutasurvive kuhakikisha kwamba timu tunaiweka katika pahala pazuri. Mchezo wa leo ulikuwa ni mgumu sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo tuliyopata. Mimi naamini tunajipanga na mchezo unaofuata. Mpinzani wetu sehemu ambayo ilikuwa ni mgumu hakuwa mgumu, ila ameweza kufuata maelekezo ya mwalimu wao waliopewa, na mimi wameweza kufanya kazi, ndio maana wamewini mchezo. Mchezo mzuri, nashukuru sana. Tumekutana na watu ambao wanacheza mpira vile vile, ndio maana sisi tukao tunacheza mpira. Kuna timu zinakuja kivita maana yake, lakini ukikutana na timu ambazo zinacheza mpira na utacheza mpira, kila mtu alikuwa anaonyesha uwezo wake ambao alikuwa nao. Lengo la timu zote 16 ni kutafuta nafasi ya kwanza katika timu 16. Sasa na sisi lengo letu ni hilo, kutafuta nafasi ya kwanza katika ligi ya Zanzibar. Wadau wasichoke kuja, kwa sababu kushinda mechi hii inatupa taswira ya kupata matokeo game ijayo. Yes, mtazamaji wa Mafunzo Online TV, hatimaye imetamatika dakika 90 za mtanange dume, dabi ya Matumbaku, Uhamiaji FC dhidi ya Mafunzo Sports Club. Hatimaye sasa wamerejea kileleni, Mafunzo Sports Club wakiwa na pointi 47. Nikiripoti kutoka Maubi, mimi ni Yasir Awesu wa Mafunzo Online. Tukutane wakati mwingine.